A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wangu, wana familia wangu, fansi wangu popote mlipo duniani. Kwa majina naitwa Alhaji Dr. Sule, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Islah Islamic Foundation, wamiliki wa vituo vya dua vya Islah Islamic Dua Center pamoja na kampuni ya Sule Natural Medicine Company Tanzania Limited ambayo inashughulika na utafiti wa huduma za kimatibabu kwa maana ya magonjwa na mimea asilia ama mimea tiba. Lakini niko hapa mbele yenu kwa sababu ya mambo mawili matatu ambayo ningependa kushare nanyi siku ya leo. Na kubwa kabisa ni kuirejea posti ya mchungaji wa makanisa ya Kisabato Adventista Church, mchungaji Ndacha, ambaye ameposti siku za hivi karibuni katika ukurasa wake wa Facebook akinitaka mimi Alhaji Dr. Sule kufanya naye mjadala wa kiimani ambao utakwenda kutoa elimu kwa watu wote duniani, mjadala ambao hautakuwa na maneno machafu, hautakuwa na kashfa, hautakuwa na matusi, mjadala wa kielimu. Na hii ni jambo ambalo limefanywa katika miaka mingi ya nyuma, zama za mitume pamoja na watu waliokuwa nao waliwahi kufanya mijadala. Kwa wale ambao wanasoma historia za vitabu vya dini wataona Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam alishawahi kufanya mjadala na Namrudh bin Kanaani ama Nimrodi, ambaye ametajwa katika kitabu cha Qur'ani surati al-Baqara sura ya pili aya 258 na aya 259, na katika kitabu cha Mwanzo sura ya 10 na sura ya 11 katika kitabu cha Biblia. Kwa hiyo utaona kwa namna gani mijadala imeanza zamani sana, lakini hivi sasa duniani kote, India kule na nchi zingine za Asia, kumekuwa kukifanyika mijadala ya kiimani ya watu wa imani tofauti kwa lengo la kuwaimarisha waumini na kujenga uhusiano bora na kutambua machimbuko ya imani zao kwa taaluma za wana imani, kwa maana wana theolojia wa dini wa Kikristo, wa Kiislamu, wa Kibudha, wa Kikonfos, wa Kihindu, wa Kishinto, wa Kitao, wa Kijudaism, Christianity. Wote hawa wamekuwa wakifanya mijadala ambayo mwisho wake inajenga umoja na mshikamano na watu kufahamiana na kupeana elimu kuhusiana na hizo imani zao. Kwa hiyo mchungaji Ndacha akaomba kukutana nami, na alhamdulillah mwaka huu mwezi wa 7 kama kumbukumbu zangu zitakuwa vizuri, aliwahi kunitembelea katika mji wa Nairobi. Mwezi wa 7 mwaka huu nilikuwa na ziara pale Nairobi, na nilipanga nyumba maeneo ya Kilimani pale ambako niliishi pale kwa muda wa miezi miwili nikifanya kazi za dini. Walillah alhamdu, alipopata taarifa kwamba niko nchini kwao, kwa maana yeye mchungaji Ndacha ni Mkenya, alifunga safari kutoka nyumbani kwake na kutembelea nyumbani kwangu akiwa na wasaidizi wawili mapasta ambao aliomba tufanye mjadala. Na wakati ule tulikubaliana, kwa sababu nilikuwa na ratiba ya kuwepo kule mpaka kwenye mwezi wa 9, kwa hiyo tukakubaliana kufanya mjadala katika mji wa mji wa Malindi nchini Kenya, ambako ndio eneo tulilichagua kufanya mjadala kwa wakati ule. Na huduma hizo zilianza kwa maana ya utaratibu wa kupatikana kwa vibali na vitu vingine ulifanyika. Lakini bahati mbaya sana, wakati tukitaka kuelekea katika kongamano lile, katika mjadala ule, kulitokea na maandamano katika nchi ya Kenya. Kwa wale ambao mtakumbuka, mwezi wa 7 wa 8 kulikuwa na maandamano mengi sana kule. Kwa hiyo likashindikana, polisi wakashauri kwamba tusimame mpaka maandamano yatakapopita ili tuendelee na mjadala. Bahati mbaya mimi nikawa nimemaliza ziara nchini Kenya na baadaye kwenda Sudan, South Sudan, ambako nilikaa pia kwa miezi miwili na baadaye kurudi Dar es Salaam. Na nikiwa Dar es Salaam ndio ndugu yangu ameamua kutoa hiyo posti na kunihitaji kwamba sasa ni wakati muafaka wa kufanya mjadala na mimi. Nadhani kiu yake kubwa ni kuona angalau anaonja testi ya mafundisho kutoka katika kinywa cha Dr. Sule,
na binafsi naamini anajua uwezo wangu, ndio maana pia akatamani kufanya mjadala na mimi, na mara zote amekuwa akitamani kufanya mijadala na wahadhiri wa Kiislamu kwa maana ya umoja wao, lakini hili ameomba afanye mjadala na mimi kama Dr. Sule kipeke yangu, na mimi naitumia fursa hii kuifahamisha dunia kwamba niko tayari na nimeridhia kufanya mjadala wa kiimani na mjadala wa kielimu ambao unatarajiwa kufanyika mwezi huu wa 12 ujao biidhnillahi. Nitumie sasa fursa hii kuifahamisha dunia kwamba tarehe 16 na tarehe 17 ya mwezi wa 12, hapa nazungumzia siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili, kuanzia majira ya saa 2 asubuhi hadi majira ya saa 7 za mchana, tutakuwa na mdahalo wa kiimani, mdahalo wa kielimu utakaofanyika katika ukumbi wa ukumbi wa Sabasaba katika eneo la viwanja vya Sabasaba Mtoni, Dar es Salaam. Ni eneo maarufu kufanyika midahalo na mafundisho ya kiimani pale, harusi na shughuli zingine, na walilahi alhamdu tumeamua kwenda kufanya mdahalo huu hapo, na maandalizi ya awali kuelekea katika mdahalo huu tayari yameshakamilika. Kwa hiyo mdahalo utafanyika tarehe 16 na tarehe 17 kwa siku 2 tofauti katika ukumbi wa Sabasaba uliopo katika viwanja vya Sabasaba vya maonesho vilivyopo eneo la Mtoni jijini Dar es Salaam biidhnillahi, au kipenda maonesho ya Mwalimu Nyerere, mara nyingine pia huwa yanaitwa hivyo. Kwa hiyo tutakuwa na mdahalo pale biidhnillah. Lakini mdahalo huu utakuwa na mambo makubwa ama mada kuu 2. Mwanzoni mimi nilitaka tufanye mada kubwa 3. Mada ya kwanza nilitamani tuzungumzie Christmas na kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Uislamu unasemaje? Biblia inasemaje? Bahati nzuri mchungaji Ndacha amesema yeye ni mtaalamu wa historia. Yeye ni moja kati ya Wakristo wa makanisa ya Kisabato. Yeye ni msomi wa historia. Hatamani mada hiyo tukaijadili kwa sababu yeye anaamini Bwana Yesu hakuzaliwa tarehe 25 Desemba. Hakuzaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Kwa hiyo anakubaliana na Waislamu kwamba tarehe 25 sio sikukuu ya Christmas, wala Yesu hakuzaliwa. Hakuna uthibitisho wa kisayansi wala wa kimaandiko wa kihistoria unaothibitisha kuzaliwa kwa Bwana Yesu tarehe hiyo. Kwa hiyo akaniomba chonde Dr. Sule tusijadili hiyo mada kwa sababu nitakosa cha kutetea, na mimi binafsi naamini mada hiyo haitakuwa na nguvu kwangu kwa sababu naamini Bwana Yesu hakuzaliwa tarehe hiyo. Kwa hiyo na mimi kwa heshima na taadhima nimesema nimekubaliana naye, na nitakachofanya nitajaribu kugusa pointi za msingi katika mada yangu nitakapokuwa nikiwasilisha mada. Kwa hiyo katika siku 2 hizi tumekubaliana tutakuwa na maudhui 2 tofauti. Mada ya kwanza tutazungumzia Biblia na Qur'ani, kipi kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu. Mada tutakayojadili kwanza siku ya Jumamosi ya tarehe 16, tutajadili kati ya Biblia na Qur'ani, kipi kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu, na tutakwenda kuzungumza kwa mujibu wa maandiko na historia juu ya kuvitambua na kuvitaja vitabu hivi, na kila mmoja atakwenda kutetea kitabu chake kwa hoja za msingi za kisomi zisizo na matusi, kejeli wala maneno ya dharau, kwa sababu tunakwenda kujadili mjadala wa kiimani ambao naamini mimi kama Muislamu kwa mjadala huu napata malipo kwa Mwenyezi Mungu ikiwa nitaufanya kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Qur'ani imeshanipa muongozo ndani ya Qur'ani, sipaswi kuwatukania watu dini zao, wasije wakaitukana dini ya Mwenyezi Mungu, wasije wakamtukana Mwenyezi Mungu wa haki. Kwa hiyo ni waahidi Waislamu na wasiokuwa Waislamu duniani kwamba hakutakuwa na maneno ya kashfa, kejeli wala matusi. Badala yake tutakuwa na hoja za kimsingi za kitaaluma ambazo zitakwenda kuthibitisha kati ya Uislamu na Ukristo ipi dini sahihi, dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu biidhnillah. Lakini mada itakayojadiliwa siku ya Jumapili ambayo itakuwa ndio siku ya pili, tutajadili kwamba Biblia na Qur'ani, kipi kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu. Hiyo itakuwa mada ya kwanza. Alafu mada ya pili ya siku ya Jumapili tutazungumzia Ukristo na Uislamu. Mada ya kwanza Jumamosi itakuwa
Biblia na Qur'ani, lipi neno takatifu la Mwenyezi Mungu. Siku ya Jumapili tarehe 17 mada itakuwa Ukristo na Uislamu, ipi dini sahihi ya Mwenyezi Mungu au dini ya haki ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tutakwenda kudadavua maandiko, tutakwenda kudadavua historia ili jamii ipate kujua ukweli wa imani hizi mbili na ipi dini sahihi ya Mwenyezi Mungu. Na kimsingi haya mambo mawili ndiyo misingi ya imani, kwa sababu huwezi kuizungumzia dini kama haujazungumzia vitabu. Kwa hiyo sisi tunaenda kuzungumza msingi wa imani hizi mbili, lakini kirafiki sana, kihuduma za pamoja sana, na tunatarajia kuwa na viongozi mbalimbali wa serikali, viongozi wa imani za dini pande zote mbili tumewaalika, na walilahi alhamdu maaskofu na viongozi wengine watakuja kushiriki na sisi. Wale wachungaji watakaopenda kushiriki mjadala huu wa kiimani wanaweza kushiriki nasi kwa hoja za kitaalamu, sio matusi, sio kejeli, kwa sababu hili jambo halifanyiki Tanzania tu, linafanyika dunia nzima. Na kutokana na hadhi na heshima ambayo ya jambo hili linavyokwenda kufanywa, ndio maana tumekwenda kuomba au kuteua ukumbi huu wa Sabasaba uliopo PTA. Kumbuka ukumbi huu una zile huduma zote za msingi. Kwanza una generator kutokana na shida za katika umeme, kusiwe na shida ya speaker kutokusikika. Lakini ukumbi huu ni full AC, unatumia AC. Kwa maana hiyo tunakwenda kukaa na watu wa kada mbalimbali. Ukumbi wenye AC, watu watakaa pale wanakula kiyoyozi, huku wanakula maneno ya Mwenyezi Mungu, wanajifunza mjadala wa kielimu uhusiano na imani ambao tutakwenda kutambua. Na majaji wa mdahalo huu ni waumini. Majaji wa mdahalo huu ni waumini. Waumini watakaosikia ndo watakaoamini na watakaoamua kwa hoja za pande mbili, nani amemuwini mwenzie, nani ameonyesha ufaswaha wa elimu na kuonyesha ubora wa imani anayoisimamia. Kwa hiyo mimi naamini tutakwenda kujifunza kitu kikubwa sana. Binafsi naona mjadala huu kwangu ni mjadala wenye tija, kwa sababu kwanza nakwenda kuchangamsha bongo yangu ya kielimu, kwa sababu katika maisha yangu nimepata fursa ya kusoma imani za dini mbalimbali zaidi ya 100 duniani. Kwa hiyo naamini nakwenda kutetea kitu ambacho na elimu nacho kwa pande zote mbili, nazijua vizuri, nimezisoma kwa ufasaha. Kwa hiyo natumai nitakwenda kutoa hoja za msingi za kielimu za kuthibitisha kwa nini nimekuwa Muislamu na kwa nini Uislamu umekuwa dini bora pengine kuliko dini zingine 10,000 duniani, kwa misingi ya hoja ya aya, lakini pia kwa misingi ya hoja za kihistoria juu ya imani hii ya Uislamu kwa vitabu tutakavyovipitia. Kwa hiyo niwaombe tu wale wote ambao mna nia njema ya kujifunza, mna nia njema ya kushiriki katika mambo ya kheri, jambo hili ni jambo muhimu sana. Na kama una chochote unataka kuchangia katika mawazo, fikra, maoni juu yangu katika kwenda kuijadili mada hii, sio vibaya. Unaweza kuwasiliana nami moja kwa moja kwa kupitia namba ya simu ifuatayo, ambayo ni alama ya kujumlisha 255 710 800 700. Unaweza kunipigia kwa namba ifuatayo, alama ya kujumlisha 255 710 800 700. Ukipiga namba hii utawasiliana nami moja kwa moja. Kama una maoni, ushauri kuhusiana na mjadala huu wa kiimani, unaweza kutoa ushauri wako. Lakini kimsingi nitakwenda kusimama as Dr. Sule nyuma yangu nikibeba jopo la wahadhiri wenzangu, ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kuutetea Uislamu na kuthibitishia dunia kwamba Uislamu ni dini iliyosheheni elimu, ni dini ya haki, na ndiyo dini iliyo juu kuliko imani yoyote duniani, kielimu na kiushahidi wa kihistoria, insha Allahu taala. Kwa hiyo tuombe Mwenyezi Mungu inshallah tukutane siku hiyo, na wakati wote milango iko wazi kwa namba nilizozitaja. Mnaweza kutupigia simu, kutoa ushauri wenu, maoni yenu, na kutoa mambo mbalimbali mnayoona
yatakuwa. Mjadala huu tumetarajia uwe na kiwango na kikomo cha watu, ili kuepusha watu wengi wasiokuwa na sababu ya kuingia, watu wasioitakia heri imani ya dini. Tumeamua tutakuwa na washiriki 500 tu, na wataingia kwa kadi maalum. Sasa utaratibu wa kupata kadi hizi, utapiga namba hii, tutakupa maelekezo ili upate namba hizi. Na tumechagua moja ya maeneo ambayo itakuwa ndiyo zinapatikana kadi zetu. Baada ya mazungumzo ya awali ya viongozi wa misikiti, tumechagua na tumekubaliana na mmoja wa viongozi wa misikiti, msikiti wa Mtoro Dar es Salaam, pia kadi hizi zitapatikana, na ndipo kutakapokuwa na kadi za kuingilia pale. Kwa hiyo watakaotamani watakuwa pale, na tunafanya jitihada makusudi kumalizana na shekhe wa mkoa ambaye hivi sasa yuko nje ya Dar es Salaam. Tunatarajia leo ataingia Dar es Salaam, tutafanya naye mazungumzo. Ikiwezekana pia msikiti wa Kichangani kadi hizi zipatikane, na katika kadi hizi 500, 250 za Waislamu, 250 si za Waislamu, na kadi 50 za VIP, viongozi watakaoshiriki. Kwa hiyo jumla ya watu wote watakaoshiriki mjadala huu watakuwa watu 550. Mjadala wa kielimu, mjadala wa kistaarabu utakaofanyika katika ukumbi wa Sabasaba katika viwanja vya maonesho vya Sabasaba jijini Dar es Salaam, tarehe 16 na tarehe 17 mwezi wa 12, saa 2 asubuhi hadi saa 7 mchana, mada mbili zikichambuliwa na kudadavuliwa kwa kina kabisa. Natumai wewe Muislamu popote duniani utasapoti jambo hili kwa dua, utasapoti jambo hili kwa mchango wa mawazo, kwa hali na mali, hata ikibidi kuchangia chochote kwa sababu ya maandalizi ya mkutano huu. Bado tunafungua milango iwe wazi kwenu. Yeyote anataka kuchangia chochote, huduma za ukumbi ni kubwa na tumeshaanza kulipa jana. Mimi Dr. Sule nimeanza kuchangia gharama hizo, walilal hamdu, na tayari tumeshafanya booking ya ukumbi na maandalizi mengine, kwa sababu tunahitaji viti pale, meza, lakini pia tutahitaji vinywaji. Hatuwezi kuwa na mkutano ambao hauna vinywaji. Tutatoa vinywaji kwa watu ambao watakuwa pale, ili mtu awe comfortable. Tufanye mkutano wa kisasa ambao watu watakuwa hawajawahi kukutana nayo mazingira kama haya, mkutano wa kistaarabu na wenye matokeo chanya katika kufundisha imani zetu na kuwaelimisha watu wetu, lakini pia kuifahamisha jamii kwamba Waislamu na Wakristo pamoja na kuwa na imani tofauti, hatuna ugomvi wa kidini, hatujawahi kugombana kidini, hatujawahi kuchanjana wembe wala kupigana. Sisi ni ndugu. Waislamu na Wakristo tunakaa nyumba moja, Waislamu wa Kikristo na Wakristo tunaishi katika maeneo tunayokutana, tunafanya kazi vikampuni moja, tunafanya biashara masoko mamoja, tunapanda daladala moja, tunasaidiana. Harusi za Waislamu Wakristo wanakwenda, harusi za Wakristo Waislamu wanakwenda. Hakuna ugomvi baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu kwa maana ya Wakristo. Kwa hiyo asitokee mtu akataka kutengeneza mazingira kuwafanya Waislamu na Wakristo kuwa ni maadui, hawawezi kukaa pamoja, hawawezi kujadili imani zao. Haya maneno sio kweli, na sisi tunakwenda kuwa mfano kama zilivyo nchi nyingine duniani. Cha msingi tunapenda mtu support ili muone hiki tunachokwenda kukizungumza thamani na ubora wake, na kuachia vizazi vijavyo historia njema ya viongozi wa dini ya Kiislamu na Kikristo wakikaa pamoja bila ya ugomvi, wakijadili imani zao, ili kuifanya Tanzania kuendelea kuwa nchi ya amani, nchi ya upendo, nchi ya umoja, isobagua misingi ya dini wala kabila, kama ambavyo leo wanasiasa wanakaa pamoja wanazungumza, na wengine hata wanasema maneno magumu mabaya ya kutukana watu wanaofanya vitu vya thamani, lakini bado wanavumiliana kwenye siasa. Kwa muktadha ule ule, mtuache na watu wa dini tuwe huru katika imani, kwa sababu sisi tunafanya doria katika mioyo ya watu. Tunatamani kuona watu wanaendelea kuwa wamoja, Watanzania wanaendelea kuwa kitu kimoja. Insha Allah taala, natumai watu wote duniani mtakuwa mmenielewa na mtajiandaa kushiriki katika mjadala huu wa kielimu ambao utafanyika tarehe 16 na 17 2023 mwezi wa 12, Jumamosi na Jumapili, saa 2 asubuhi hadi saa 7 mchana. Watu wote kutoka maeneo yote duniani mnaweza kushiriki, na online TV zetu za Kiislamu zote biidhnillahi tutafanya utaratibu
ziwe live pale kwa watu walio nje ya nchi hii ya Tanzania. Kwa hiyo niseme tu binafsi nitahakikisha kwamba hawa ndugu zetu wa online TV na wenyewe wanashiriki. Tutatafuta angalau gharama za kuendesha kuwa nao pale wawe live, ili wale walio mbali na hapa waweze kushiriki, kwa sababu dunia na watu wengi, watu 500 ni wachache na tunatamani dunia nzima ione. Kwa hiyo tutakuwa nao wote hawa ambao leo unatuona tuko kwao, na wao watakuwepo siku hiyo moja kwa moja live pale, ili uweze kushiriki katika mdahalo huu wa kiimani wa kielimu ambao tunatarajia kwenda kuufanya. Mjadala huu utakuwa ni baina yangu Dr. Sule pamoja na mchungaji Ndacha. Mimi Dr. Sule pamoja na mchungaji Ndacha. Kwa hiyo ni mjadala mzuri sana wenye faida nyingi sana. Natumai nichukue fursa hii kwanza kukushukuru kwa muda wako wa kunisikiliza, lakini pia nikushukuru kwa namna ambavyo utaweza kusapoti jambo hili kwa hali na mali, ili kwenda kuisimamia imani ya Uislamu. Na kwa wale wa upande wa Ukristo atakao msapoti ndugu yangu Ndacha ili kuimpa nguvu imani yao ya Kikristo, walila alhamdu, sapoti zenu zote Waislamu na Wakristo tunazihitaji. Karibuni sana ili mshiriki nasi katika jambo hili la mjadala wa kielimu. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.